بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، mfano wa wale waliowafanya waungu wengine badala ya Mwenyezi Mungu. Mathalu alladhina ittakhadhu min duni Allahi awliya, mfano wa wale waliowafanya waungu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, yani wale wanaoabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, ubadu shaitan na wafuasi wake, kama wanaabudu masanamu, wanaabudu mawe, wanaabudu ng'ombe, wanaabudu makaburi, wanaabudu kila ambacho hakistahiki ibada, kwa sababu ibada ni jambo linalomhusu Allah peke yake. Hakuna kiumbe yoyote ambaye anastahiki ibada. Kwa hivyo yule anayechukua ibada akamfanyia asiyekuwa Mwenyezi Mungu, huyo anakuwa ni mushrik. Kwa hiyo mfano wa washirikina kwa sababu kinyume cha ibada ni shirki. Sasa wale wanaofanya hivyo, kamathalil ankabut, ni kama mfano wa buibui ittakhadhat baita, aliyejifanyia nyumba. Kwa maana buibui mnamjua, huyo katanda pembeni mara nyingi kutega mwenye kutengeneza nyumba yake kutokana na ule uzi wake. Lakini sasa nyumba ile haimfai kwa jua wala kwa mvua. Mvua yake, jua lake, upepo ni wake, haimsaidii chochote. Lakini ndio nyumba yake. Kwa hiyo kama ambavyo yule hafaidiki na ile nyumba yake, ni sawa sawa na huyo ambaye anamwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu hafaidiki chochote, kwa sababu vile wanavyoviabudu haviwezi kuwaletea manufaa wala haviwezi kuwaondolea madhara, havina faida kwao, na hata wakiwaomba hawasikii. Intad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawma al-qiyamati yakfuruna bishirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Lao itatokea mkawaomba wala hasikii, na hata ingetokea kwa mfano kawa wasikia, mastajabu lakum, wasingeweza kukuitikia. Kwa hivyo hawa wanapata hasara na wanapoteza muda sawa na nyumba ya baibui, bali waweza sema hawa wanapata hasara zaidi afadhali baibui. Baibui mwenyewe ategea pia pale akapata nzi, akaingia akamkamata akali. Juu ya udhaifu wake ni nyumba ina faida kidogo kwake. Apita mdudu pale akakwama, akawa chakula chake. Wewe wapata nini? Yani wewe ndio zaidi afadhali ankabuta na afadhali kuliko wewe unamwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hafaidiki na ibada ile, hafaidiki na maombi yale, kama alivyosema sehemu nyingine, lahu da'watul haqq walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa kabasiti kaffayhi ila al-ma'i liyablugha fahu wama huwa bibalighi wama du'a'ul kafirina illa fi dhalal. Maitiko ya kweli yako kwake, yani maombi yako kiaomba ili yapate kuitikiwa, basi uombe kwa Mwenyezi. Na wale ambao wanaabudu au wanaoomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu,
hawawezi kuwajibu chochote hao wanaowaomba, au hao wanaoabudu hawezi kuwafanya chochote. Mfano wao ni sawa na mfano wa mtu anayechota maji na hali ya kuwa viganja vyake kavikunjua. Mfano, kwenye ndoo unachota maji kwenye ndoo, si ndio? Afu mikono wachota maji, mikono vidole umevifungua hivi, maji yatakuja juu hivyo, vibana na yanuka kidogo. Je, umevikunjua? Ina maana upati kitu maji hayafiki Kwa hiyo mfano wa watu kama hawa ni sawa na mfano yule anayechota maji, kabasiti kafaihi ila alma'i liyablugha fa, alionyoosha viganja vyake katika kuchota maji ili yafike mdomoni kwake au kinywani kwake. Wama huwa bibalighi, na hawezi kufika kwa sababu atakuwa yote yamemwagika chini. Kwa hivyo ndio hivyo wale wanaabudu kwa Mwenyezi Mungu hawana wanachopata kama yule ambaye hapati chochote. Wama du'aul kafirina illa fi dhalal, na dua au maombi ya makafiri yapo katika upotevu, yapo katika kupotea bure, hayana faida kwa wao, kwa sababu vile wanavyoomba haviwezi kuwasaidia, na siku ya kiyama vitawaruka visemea sisi wala tujui. Mathalu alladhina ittakhadhu min duni Allahi awliya, mfano wa wale ambao waliowafanya waungu wengine badala ya Mwenyezi Mungu. Kamathalil ankabut, ni kama mfano wa baibui au buibui. Ittakhadhat baita, aliyejifanyia nyumba, alijitengezea nyumba kama ambavyo haifai yule. Wa inna awhana albuyut la baitul ankabut, hakika nyumba dhaifu kuliko zote ni nyumba ya buibui. Wa inna awhana albuyut la baitul ankabut, na nyumba dhaifu kuliko zote ni nyumba ya buibui. Lau kanu ya'lamun, lau wangelikuwa wao wanajua, basi wasingeliabudu wasiyekuwa Mwenyezi Mungu, jinsi ambavyo hawapati manufaa, jinsi ambavyo hawafaidiki, na jinsi wanavyopata maovu na madhambi. Inna Allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay, Mwenyezi Mungu anajua vitu wanavyoviabudu. Inna Allaha ya'lamu, hakika Mwenyezi Mungu anajua, ma yad'una min dunihi min shay, vile wanavyoviabudu badala yake yeye, yani vile ambavyo wamemwacha Mwenyezi Mungu wakaabudu hivyo, Mwenyezi Mungu anavijua vizuri. Ni viumbe vyake, ni viumbe kama viumbe vingine, kwa Allah anavijua vizuri, na kwa maana hiyo atapitisha hukumu yake siku ya kiyama kwa wote. Na hivi ikifika sheria wakiitwa wale na wale watamko, kwa sababu kila kilichoabudiwa kitaitwa na kitasema na kitachomoa. Ndio akasema yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, siku ya kiyama watakataa kule kushirikisha kwenu. Kwa hiyo kitaitwa mmoja baada moja. Bwana wewe, hawa walikuwa na kuabudu, nasemaje? Nasemea Misri. Ataitwa Isa, wewe ulikuwa jamaa na kuabudu, nasema mara asema Mungu, mara ageuka sawa mwana wa Mungu. Hebu toa ufafanuzi, ilikuwaje? Asemea subhana ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lam ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budu Allaha rabbi wa rabbakum. Haya ndio yasema utukufu wako haivunifalia mimi kusema yasiyokuwa ya haki, ya kuambia waabudu asikumu, sikuambia hivyo. Niliwaambia ni yale walioniamrisha, ya kwamba muabuduni Mwenyezi Mungu mmoja, aliye Mola wangu na aliye Mola wenu. Tumemaliza kesi yako, ondoka. Aitwa Ali. Baba, kulikuwa na gengi linasema wewe ni Mungu, toa maelezo, ajichomoe. Sijui liitwe jiwe, sijui liitwe, na vyote vitasema kimoja, utatoa ushahidi. Niseme kwanza kafa billahi shahida baina wa bainakum, Mwenyezi Mungu unatosha kuwa shahidi.
ma kuntum iyana ta'budu, hamkuwa nyinyi kutuabudu sisi. Bwana akamwambia, kwanza mimi nilikuwa sijui kama nilikuwa naniabudu. Nani kakwambia uniabudu? Mpaka hoja hana. Bwana ilikuwaje? Tupe maelezo. Kwa sababu ulimwabudu mwenyewe hajui na wala hataki. Jiwe halijui. Kwa hiyo inarudi kwako wewe hukumu ya kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah anavijua vizuri vile vyote unavyoabudu badala yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-azizu, na yeye ni mwenye nguvu asiyeweza kushindwa. Al-hakim, mwenye hekima katika kila analolifanya, yani habatishi. Wa huwa al-aziz ay al-ghalib alladhi la yughlab, ni mwenye nguvu asiyeweza kushindwa. Hakuna anaweza kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni mwenye hekima kubwa katika kila anachokifanya, na hekima. Ima wewe itakuwa umefahamu au ujifahamu, Allah habatishi katika kila anachokifanya. Wa tilka al-amthalu, na hiyo mifano, nadhribuha linnas, tunawapigia watu. Wa tilka al-amthal, na hii mifano mingi tunawapigia, kama hii ya Ankabut, Baitul Ankabut, au kama hii ya kunyosha vidole kwenye maji ili afike kwenye kinywa, na mifano mingine ndani ya Qur'ani yoelezwa. Mifano kama hii yote, nadhribuha linnas, tunawapigia watu ili wafahamu, ili waelewe, ili waone ukweli. Wama yaqiluha, na hawaifahamu wakaizingatia mifano hii illa al-alimu, ila wale wajua, ila wenye kujua. Hawa ndio wanaoweza kufahamu mifano hii. Ndio maana mwanachuoni mmoja anaitwa Abu al-Aliya, kama alivyonukuliwa na Allama Ibn Kathir, asema mimi katika ilikuwa jambo linalohuzunisha ni kufika kwamba nikasoma mfano aliyota Allah subhanahu wa ta'ala, fika wa mimi kuelewa, maana nitakuwa nje ya alimu. Kwa hiyo sasa linanihuzunisha sana. Sasa mfano Allah ameuleta alafu wewe hukuelewa chochote. Asema mimi hilo linanihuzunisha sana, kwa sababu utakuwa nimekosa hikma kubwa, nimekosa faida kubwa katika methali ile au mfano ule aliyoupiga Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqq, Mwenyezi Mungu ameziumba mbingu na ardhi kwa haki. Khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqq, Mwenyezi Mungu ameziumba mbingu na ardhi kwa haki. Kwa maana ameziumba kwa sababu za msingi, hakuziumba kwa mchezo, na hakuna alichokiumba kwa mchezo, kwa sababu swala la mchezo kwake halipo. Kila anachokifanya kama tulivyoona anakifanya kwa hekima. Kwa hiyo hizo mbingu alizozileta kazileta kwa sababu maalum, na ni moja katika miujiza ya Allah, ni moja katika vitu vinavyompelekea mtu aweze kumtambua Allah na aweze kumwabudu. Ndio maana anawaashiria katika kuonyesha tauhid rububiyya, anasema afalam yanzuru ila as-samai fawqa kaifa banaynaha wa zayyanaha wama laha min furuj. Je, hawaitazami mbingu iliyo juu yao, namna tulivyoijenga na namna tulivyoipamba, na wala haina kasoro yote, haina ufa yote? Hawaitazami wakapata mazingatio? Sehemu nyingine, waka'ayyin fi samawati wal ardi yamuru, waka'ayyin min ayatin fi samawati yamuruna alaiha wa hum anha mu'ridun. Ni ishara ngapi mbinguni na ardhini zinazoashiria uwepo wa Allah, zinazoashiria kwamba Allah anastahili kuabudiwa, wanazozipitia na wanaziona, lakini wanazipuuza na kuzikataa. Kwa hiyo Allah hakuumba mbingu kwa mchezo. Wama khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailul lilkafirina minan nar. Na hatukuziumba mbingu na ardhi kwa batili, kwa mchezo. Hii ni dhana ya wale waliokufuru, ndio yenye dhana hiyo. Lakini muumini
anajua kila ambacho amekileta Allah ni mazingatio na kupata faida nacho. Kwa hiyo khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq, Mwenyezi Mungu ameziumba mbingu na ardhi kwa haki, kwa sababu maalum. Inna fi dhalika la ayatan lilmu'minin, hakika katika haya kuna mazingatio, kuna alama ya uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa wale wenye kuamini. Kwa waumini wanapata mazingatio katika haya, kwa sababu ni alama katika alama za Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab, hakika katika kuumba mbingu na ardhi na kuandamizana usiku na mchana kuna mazingatio kwa wenye akili. Nani? Wakataja sifa za wenye akili, aya zinazofuata hapo. Utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salat. Utlu ma uhiya ilayka min alkitabi, soma ulioletewa wahi katika kitabu, yaliyofunuliwa kwako katika kitabu, yasome. Na kuyasoma yanalazimu kuyafuata, na kuyafuata yanalazimu kuyafikisha. Yani isome Qur'an na uisomeshe, na wewe mwenyewe uwe tayari kuifuata. Utlu ma uhiya ilayka min alkitab, soma yaliyofunuliwa kwako katika kitabu, ulioletewa wahi katika kitabu, katika hii Qur'an. Kwa hiyo ni amri ambayo inamlazimu mu'min, muislamu aisome Qur'ani. Hana udhuru muislamu kasema mimi sikusoma. Kusoma hakuna mwanzo, hakuna mwisho. Soma kutoka minal mahdi ila al-lahd, mpaka unafahamu mwana ndani, tena hapo itakuwa tena mambo mengine. Lakini unao muda wa kusoma, na kama huisome Qur'ani unapata hasara kubwa, kwa sababu hakuna uradi wenye thawabu nyingi kushinda Qur'an. Hakuna. Herufi moja wapata 10, ya sasa ndogo, maxi ni 10. Kama anavyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfu, sisemi alif lam mim min harf, walakin alif harf واللام حرف والميم حرف. Kwa hiyo ukisema alif lam mim zimeingia 30 haraka haraka, maksi 30 zimeshaingia. Sema alif lam. Haya, usoma dhalika alkitabu la raiba fi. Ukitaka kujua unapata thawabu ngapi? Dhali 10, alifu 20. Yani hapo ukisoma aya zako 10 tu umeingiza kwenye akaunti kitu kikubwa mno. Hizo ni maksi za chini. Wallahu yudha'ifu liman yasha, na Mwenyezi Mungu humzidishia mtakaye. Qur'ani ni dawa katika moyo wa mtu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil. Tunateremsha katika Qur'ani ambao ni ponya, ni dawa kwa wale wenye kuamini. Kwa hiyo Qur'ani ni dawa. Qur'ani inaongoza. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Hii Qur'ani inaongoza kwenye njia iliyo sawa. Kwa hiyo yule ambaye ataienzi Qur'ani itamlinda na mwelekeo. Yatosha Qur'ani kuwa kinga ya chochote kile. Qur'ani kama unaisoma na yezi, nani anaweza kusogea? Nani? Kwani kama jini satolewa na Qur'ani tu kuna kitu gani? Sasa ikiwa wewe saa yote hizo muawidhati unazo wewe, kinga zote unazo wewe, nani atasogea? Ina maana wewe kama unaisoma Qur'an, ina maana wewe umevaa bulletproof, hakuingii chochote. Leo mtu shekhe akaa Qur'ani wala ana barida asome sauti kazi yake kusoma masala kwenda Qur'ani, soma Qur'ani. Mtu shekhe aya mpaka itafute
aiandika kitaka kusoma Qur'an ndio atafuta hiyo. Ndio anakwenda kwenye hadhara ana aya zake kishazihifadhi, akifika mwenzake akishazisoma, sasa ishakuwa mtihani. Bwana mmoja alikwenda kwenye hafla, ana aya yake kishaipanga kwamba hii simama pale kwenye kadima nitatoa hii. Sasa mashekhe walikuwa wamekutana pale, wako wengi. So unajua mashekhe wakutana, na shekhe fulani hapa na asema kule, na shekhe fulani hapa. Akasema shekhe mmoja akaisoma ile tena kaisherehesha vizuri kuliko vile alivyojipanga yeye. Aliposema akasema, jamani, nilikuwa nina nia kusema sana lakini aya yangu imeibiwa. Wewe jisafu zimba haya moja na maana unashindwa. Hana ndio hiyo alikuwa kaiandika, saa nyingine kuzileta pale hazipo. Kwa hiyo Qur'ani ina thawabu nyingi. Na bado siku ya kiyama ukifika Qur'an, fikiri kuna hadithi Allah anasema ni sahihi, asema Qur'an vile ukilazwa kaburini inaleta kinga pale. Na malaika atakuchezea, Qur'ani inakulinda. Siku ya kiyama Qur'ani ikiwa ni msomaji inakuwa ni uradi wako kusoma Qur'ani. Inakuja suratul Baqara na suratul Ali Imran zinakaa mbele. Inasema ya Rabb, huyu muache. Huyu alikuwa akinisoma. Na hadithi sahihi kama ile katika Riyadhus Salihin. Qur'ani inatangulia inasema Rabbi shafi'an. اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا أهله يوم القيامة. Kwa hiyo inakuja kwa ni muombezi, inakuja kukuombea kwa Allah, msamehe huyo. Na kwa sababu unazo sababu za kusema, bado una mirundo ya masababu, kaunti imejaa kwa sababu unaisoma. Wale sipata kila siku aya 10 uko mbali, au katika kila swala wapata aya 10 unasogea vizuri. Sikwambii kama ni uradi wako asubuhi na kama unakajaga juzuu moja, yani isikupite walau kwa siku moja, basi juzuu usiwe imekupita juzuu moja. Na kama hujui kabisa, hujachelewa, labda ushakuwa ni mzee, ushachoka kichwa kana mambo mengi, haya nenda wale hebu nifundishe. Mimi sina ninachokijua na sura Fatiha na kul wallah zatosha hizo, zisome hizo. So lazima uwe umehifadhi msahafu. Kama una maana sura Fatiha itakuwa ni jambo la wajibu kwa Muislamu kujua, kwa sababu ataswali vipi kama hajui. Kwa hiyo ni wajibu kuisoma na sehemu ya sura. Sasa kama hujui wajua hiyo, basi uradi wako hiyo wasoma sura Fatiha kimaliza, usoma kul wallahu maliza, ndio wakati zinaingia hizo. Kwa hiyo isome, na tujitahidi kuisoma Qur'an, pia kuifuata, lakini pia kuisomesha. Balighu anni walau aya, nifikisheni kutoka mimi hata kama ni aya moja, kuifikisha kwa nani. Wa aqimis salat, na usimamishe swala. Maana yake uitekeleze. Kuisimamisha swala ni kuiswali kwa taratibu alizoziweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa wakati uliowekwa, na kwa mfumo uliowekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwanza uiswali, lakini kwa utaratibu aliyoweka Mtume, sio swali unavyotaka wewe. Ndio maana Mtume akasema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali, sio swali unavyotaka wewe. Mtume alifanyaje? Usije ukashaitana kucheza kwambia kwani hata kinyosha hivi na hivi. Kwani hili ni nguzo ya swala au si nguzo ya swala? Wacha shetani kukuchezea. Shetani kukuchezea. Kwani Mtume alinyosha mikono kama Major General au aliwekaje? Aliweka mikono. Sasa wewe unachomigana nini? Si unataasi bin Nabii sallallahu alaihi wasallam, kinachokuzungusha hilo kasema kwani hili nini? Useme kwa nini? Wewe unatafuta khair, unatafuta pepo. Na Mtume sasa swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Si watu walimuona anaswali? Si kulikuwa na mfumo anaswali? Ndio muwingi huo. Nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweka mikono yake juu ya kifua chake.
anaweka mikono yake kwenye kifua chake. Mtu anakwambia kana nabii sallallahu alaihi wasallam yadau yadayhi ala sadri, kwani ala ni juu tu. Huyo ni shetani anamchezea. Huyo ni shetani anamchezea. Kwani mtume si aliweka? Sasa wewe unachominya nini? Aliacha mikono au mweleko wapi? Au kaswali mtu mwenye swali kwa mimi sio swali. Wala hakuna alikwambia lazima uwaswali. Haja kulazimishwa kwa nini umelazimishwa? Unachotakiwa umfuate mtume, sio uwaswali, umfuate mtume. Mtume kaeka wapi? Mtume alisimamaje? Alipangaje safu mtume? Wao simama kama yeye kama cheza mpira mguu mmoja au mguu mmoja wanafunika upande hivyo. Ndio mtume alikuwa akasimama hivi. Imamu yani mtu akaa yani nafasi limepita hapa. Na mtume alikuwa linamkera hiyo. Kwa hiyo tuna taratibu uisimame swali alafu kwa wakati. Sio swali unapojisikia mtu alala alfajiri je swali saa 7 mchana mla akivi na kivi. Ukitaka ujue haya siku ya Ijumaa ingia tukuna mchana mtu kasimama swali pale mbona kajua mikono. Unajua yule haja swali alfajiri. Exercise ndio swali alfajiri. Wengi je misikiti ya watu utakwenda yaona hayo watu mpaka leo baada ile kabla aljuma ndio kajua kwa Allahumma adina fi man hadaytu afi. Na mwenyewe ni wajibu kwao. Vitabu vinasema ni katika abaadu salat, sio lazima. Lakini mwenye msikiti yetu ni ugomvi. Ukiacha basi hakubali. Ndivyo walivyofahamishwa. Au waiswali wasema watoka alfajiri na kazini wamba niko busy mimi natoka saa 10 nyumbani. Na kule kazini sina nafasi. Saa hizi ndio mtu karudi au karudi baada ya Isha sema mwenye jimwagi maji sasa nataka nikidhi swala. Swala alfajiri iswali baada ya Isha. Swala alfajiri kopo. Nilikuwa na mzee mmoja alikuwa na msimamo wake wa ajabu, asema yeye mimi nilipokuwa kijana sikuswali. Sasa kwa kuwa nilikuwa siswali bana, sasa hivi nikiswali Isha na kidhi. Haya lini? Hiyo ya zamani ambayo siku hizo au watiania ile ya shamba. Swali fardhu ile ya shamba. Allahu akbar. Nini? Swala iwe na wakati. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Hakika swala ni faradhi iliyowekewa muda, ina muda wake, na mtume kaubainisha kwamba kutoka hapa mpaka hapa alfajiri, kutoka hapa ka hapa adhuhuri. Taratibu zote kaziweka. Kwa hiyo uswali kwa sababu udhuru ni mbili. Udhuru za swala ni mbili. An-nawm wan-nisyan. Ni kweli umelala usingizi umekuita unaamka ni saa 1. Swali ndio wakati wake swali. Lakini sio sababu hiyo ikawa siku zote wakesha waangalia mipira, waangalia simu, wapekua wakapagusa mpaka saa 9 10 ndio walala. Swala alfajiri zilizopita. Kwa hiyo isimamishe swala na ina faida kubwa. Miongoni mwa faida, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Hakika ya swala inamkataza yule anayeswali machafu, mabaya na maovu mengine. Kwa sababu unaposwali unakuwa wakati ule uko katika ibada, uko katika kujitegemea. Kwa hiyo inakuamrisha nafsi yako na ufanye nini kwa Allah. Kwa hiyo swala kama ukiswali vizuri itakusaidia katika kukataza, itakusaidia kwenye kukuepusha mbali na maovu ikiwa unaiswali. Ndio maana hata makafiri walifahamu hivyo. Watu wa Nabii Shuaib alipokuwa anaonya kwambiani as-salawatu ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasha. Hivi swala zako ndizo zinazokuamrisha utukataze tusiyafanye yale waliokuwa wakiyafanya baba zetu,
kuabudu waliokuwa wakiabudu baba zetu, au kufanya katika mali zetu tutakavyo, ni kweli ni swala yake inamkataza. Kwa hiyo swala ni jambo la msingi sana. Ndio maana natakiwa uienzi na familia yako, waienzi ile swala, uisimamie. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir alaiha, na waamrishe watu wako wa nyumbani kuswali, na wewe udumu, uonyeshe mfano. Na wewe nyote mbona msali hilo afu mwenyewe usali, sio takweli. Kwa hiyo bwana, swala ni wajibu wewe, lakini pia ni wajibu kwa familia yako kuhakikisha watu wanaswali. Mzee mmoja kwa na msimamo imara, kaja Mkwele, kamwozesha binti yake, kaja Mkwele. Wakati wa alfajiri kawaamsha, hawaamki. Basi akachomoa bakora. Kwa chelewa akampelekea mwanae wa kike bakora, akampelekea na Mkwele. Ama mbona umempiga Mkwele? Hasa nimempiga mtoto wangu. Wale mko wangu si mtoto wangu wewe, kwa nini unapiga mtoto wangu? Unajua swala. Waonyeshe mfano. Na bwana mzee anatabu huyo, lakini watu wanaswali. Ile unajitetea wewe, si umepewa amri wa'mur ahlaka, ni amri si amri. Sasa kama ni amri ukuamrisha, unaona Mungu atakuacha? Kwa hiyo wewe ndio uamrishe watoto wako kuswali. Na ndio moja ya ibada ambayo mtoto akifikia miaka 7 haja aamrishwe, ikifika 10 kama swali atiwe bakora. Ni ibada pekee. Fimbo uende naye alfajiri, twende, akifika sinzie pale, lakini sinzia mpaka uchoke, lakini uko hapa msikitini uzoee msikiti. Watoto ujue wameswali, ujue. Alafu kisha kwa baada yake kuanza kuminyana wapo mashekhe waanze kazi ya kuamrisha watu fanya bwana. Alafu yule mwingine anaenda piga makelele usiku kucha. Yaani unasingepiga makelele kucha ni kwa sababu watu kwa waswali. Ile wala sio kazi yake yule anapiga kelele usiku, anasumbua watu. Kazi ile yatakiwa wewe mwenyewe nyumbani uamrishe mke aswali na mtoto awe anaswali. Na hapa kwa mama ndio usimamie, kwa sababu kuna mambo mengine huwezi kuyajua. Mama mimi siko vizuri. Mtoto je wa kike au vipi? Wa kiume ana neno. Huyu wa kike hakikisha anakwenda kuswali, yeye atajua kama yuko kwenye siku zake au yuko kwenye siku zake. Yule mama atajua. Kwa hiyo wewe unadili na mama, watoto vipi wajamka wakaswali. Kwa hiyo swala ni jambo la msingi, miongoni mwao ni kukataza mabaya na machafu, lakini pia ni sababu ya kusamehewa dhambi. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, salatan wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha jitunibatil kaba'ir. Salatan na Ramadhani mpaka Ramadhani inasamehe makosa ya kati yao kama yataepukwa na madhambi makubwa. Madhambi madogo madogo, umetazama ubaya au umetia mwenyewe, yanafutwa. Yanasafisha uchafu wa moyo. Swala inasafisha uchafu wa moyo, kama vile alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, unaonaje ikiwa mtu pana mto mbele ya nyumba yake, mbele ya mlango wake pana mto unapita, anaoga katika ule mto ule mara 5 kwa siku, hal yabqa min darnihi shay? Ikawa mtu oga mara 5 kwa siku, huyo atakuwa na nongo? Atabakiwa na uchafu? Akasema pana, fakadhalika as-salawatul khams yamhu Allahu bihinna al-khataya. Basi hivyo hivyo swala 5 zina Mwenyezi Mungu anafuta kwazo madhambi. Kwa hiyo unakuta muumini anayeswali, anayesoma Qur'ani, haya mtu, hebu na mimi Muislamu inaingiaje motoni? Waingiaje motoni? Moto kuna watu wao wameumiwa. Mtume anasema moto, Mwenyezi Mungu aliumba moto na akaumba na watu wake, akaiumba pepo na watu wake. Sasa mpaka umezaliwa Muislamu, umewekewa swala, afu akakutia motoni Allah kwa sababu labda wewe mshirikina.
Kwa hiyo fursa za kuingia peponi ni sababu ya kuingia peponi. Swala ni sababu ya kuingia motoni. Na mtu asiyeswali na motoni, wala hakuna mjadala. Kama shetani anamchezea, shauri yake. Mtu akwambia waweza ukaswali na mimi ukaingia motoni, na mimi siyaswali nikaenda peponi. Huyo ni shetani anamchezea. Kama anayeswali enda motoni, asiyeswali kaingia peponi. Kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakun minal musallin. Kila mtu atashikwa kwa yale aliyofanya, kwa yale aliyochuma, atashikwa siku ya Kiyama. Lakini watu wa peponi, watu wa ashabul yamin, watu wema, watu wa khairi, fi jannat, hawa watakuwa katika mabustani, watakuwa katika pepo. Yatasaaluna 'anil mujrimin, wawe wanaulizana na wabaya na waovu. Waovu wako motoni na wao wako peponi, wanarushiana maneno, wanasema kama ambavyo walikuwa wakiwakejeli, na wao nao wanawakejeli. Waulize, ma salakakum fi saqar, kitu gani kimekuingizeni katika moto wa saqar? Wama adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lilbashar alaiha 19. Unaijua lipi lilokuja? Unaijua saqar? Saqar haibakishi mfupa wala haibakishi nyama. Inaambua ugozi wa kichwa na kiwiliwili. Yani ikifika umeungua alafu ngozi inavuka, ndio kazi yake saqar. Ina malaika 19 wanaoisimamia hiyo. Alaiha 19, hiyo ndio saqar. Saqari hii mmoja watakaoingia, ataingia yule asiyeswali pamoja na Walid bin Mughira ambaye aliingia huko. Sauslihi saqar innahu fakkara wa qaddar faqutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlu al-bashar. Allah sema sauslihi saqar, yeye atatoka katika saqar. Na huyo ambaye aswali naye wanaulizana na walioingia peponi, waambie ma salakakum fi saqar, ni kitu gani kilichokufanyeni mkaingia katika moto wa saqar? Majibu atasema qalu lam nakum minal musallin, hatukuwa miongoni mwa wanaoswali. Haya, wataka wanao waswali, wataka mke wako yeye akaingia motoni katika saqar. Na Allah shasema ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum na, enyi mlioamini zikingeni nafsi zenu na watu wenu wa nyumbani mwakinge na moto. Mke wako, familia yako, watoto wako na kile unaishi naye, wakingeni na moto. Mbona umwache kiingie kwenye safari? Akijenga hoja bane, mwanamke kama mimi swali bwana, huyo hakufai, weka pembeni, atakusumbua. Useme shauri yake, mimi nishamaliza mimi. Kama uswali tutakuwa tumeshindana, maana mimi na wewe kaa pembeni. Kata mti, panda mti, kwani nini bwana? Msumbulie mtu akusumbua kichwa. Utaswali uswali. Mimi si swali. Basi kaa pembeni. Nampiga, unampa kadi ya njano, unampa onyo sikio, unampiga nyekundu, au unampiga njano na nyekundu, unamalizana naye. Tafuta mti mwingine, weka ndani, utaswali. Bwana shati ya nia ni kuswali. Sawa? Sawa, swali. Hata kiswali kimtego hiyo haikuhusu. Sasa itakuwa wewe pigia kukuona ndio aswali. Haya, itakuwa wewe sio, haiko kwenye dhima lako, lakini kazi yako umeitekeleza. Sio kuogope. Hizo kwa kuweka talaka. Usitishika ndio unasema hapo habun halali inda Allah talaka. Si kweli, Mwenyezi Mungu alita halala faichukie, ndio unaona. Alafu yeye sheria. Au talaka yeye sheria. Imewekewa sheria. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. كسيك هيك يا شريعة عفوا يشكيه. أيوة تتزين منها.
Angalia hadithi vizuri. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. نكمبوكو la Mwenyezi Mungu ni kubwa zaidi. Wala dhikrullah, kumbuka la Mwenyezi Mungu, kumtaja Mwenyezi Mungu ni kubwa zaidi na kuna thawabu kubwa zaidi, kwa sababu ukiwa katika sala utamtaja Mungu, ukiwa katika kusoma Qur'ani utamtaja Mungu, na kuna sehemu nyingine ambazo si katika swala, si katika kusoma Qur'ani unamtaja Mwenyezi Mungu baada ya swala na tasbih. Ni kubwa zaidi. Leo baada ya swala Allah mtume akakuwekea fursa, ingawa aliiweka zawadi kwa wale ambao hawana kitu, hawana cha kutoa. Wale walikuja mshtakia mtume akasema, ya Rasulullah, dhahaba an-nasu, ya dhahaba ahlu duthur bil ujur, watu wenye pesa wenye nafuu wameondoka na malipo yote, sisi hatuna. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Wao wanaswali kama tunavyoswali, na huenda swala zao zikawa nzuri zaidi kwa sababu hana wasiwasi, kila kitu kiko nyumbani. Naweza nikaswali kafunga hapa, lakini kichwa watoto mwache nyumbani hawajakula. Okay, tuwaswali, tuwafunga, lakini wenzetu yatasaddaquna bifuduli amwalihim, wanatoa sadaka kwa ziada ya mali zao. Mtume akamwambia, hai nisiwatishe, fanyeni jambo moja. Na ile ndio kwa sababu wenye pesa wengi hawafanyi hivyo. Baada ya swala, baada ya istighfar zile mara 3, mafunzo ya Mtume, istighfar mara 3. Kisha baada ya hapo unamsabihi Mwenyezi Mungu mara 33 kwa utulivu. Subhanallah, subhanallah, na kwa kutumia mkono huu wa kuume, sio kutumia mikono yote miwili, na sio kutumia ile wanaita tasbihi. Haikuthibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo unahesabu vidole hivi, subhanallah, mara 33. Subhanallah, usiripue kwa sababu kwenye bado watu wanalipwa Allah. Na pengine unachanganywa na ule ustadhi azidi kuvuruga watu, na hizo takiwa uzisemewe kama wewe, bila kutokea mtu akaanza darasa pale. Ile darasa inatakiwa aifundishe kabla ya swala. Jamani, leo na darasa hapa, baada ya swala nini unatakiwa ufanye? Atoe darasa, sio aanze baada assalamu alaykum subhanallah wa bihi nasta'inu alhamdulillah. Sasa mimi ni mbumbumbu mzungu wa reli, sijui kama nini natakiwa sema. Kama nimemsikia shoga sema wa bihi nasta'inu alhamdulillah, tasema wa bihi nasta'inu alhamdulillah, wa bihi nasta'inu alhamdulillah, wa bihi nasta'in. Ndio vilivyonivisha shekhe wangu, yani azidi kukutokomeza. La ilaha illa Allah wallahu akbar, la ilaha illa Allah wallahu akbar, la ilaha illa Allah. Kwa ile maustadhi wanazidi kuwavuruga watu, na unavuruga sababu wewe utakusoma. Mtume anafundisha asema subhanallah, usije kuongeza subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim ukaongeza wewe. Kwa ina nini? Ina nini? Ndio ina nini? Kama haina nini, Mtume angeifundisha kasema sema subhanallah, tosheka na mara 33, alhamdulillah wewe kama wewe mara 33, Allahu akbar mara 33, jumla ngapi? 99. Unakamilisha 100. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Mwenye kusema hayo ghufira ma taqaffira madhulumu walau kana mithlu zabadil bahr, anasamehe dhambi zake hata iwe kama mapovu ya bahari.
Kwa hiyo ni ibada muhimu, na wakati huo umekaa kwenye simu yake. Malaika ushamtia kazi kubwa, uko pale unavuta hivi, umemtia kazi, Allahumma innahu Allahumma arham, ana kazi yeye mpaka uondoke pale. Allah ambaye wewe baba, haya muombe msamaha. Yani ukikaa pale, ile kukaa katika pale ukisimama tu shati begi lako unavunja vunja. Pale umekaa unafanya tasbih na malaika anakuisa Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham, Allah, mpaka waondoka sahaba sema kazi yangu imekwisha. Ile ya kubaki katika swala, ile ya kukaa pale baada ya swala unafuta uradi wako uliothibiti kwa mtume, usilete uradi wako unaotaka wewe. Yote ni dhikrullah. Mbali sehemu nyingine mbalimbali, unapoingia nyumbani, unapotoka nyumbani, unapoingia chooni, unapotoka chooni, unapokuwa njiani, unapopanda mlima, unaposhuka mlima, ina maana saa zote utaja Mwenyezi Mungu. Sasa utaka nini? Na Allah asema ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, enyi mnaamini mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi. Taja tu, ila ukiwa umeingia sehemu ambazo hazihusiki, hapo ndio unaacha dhikrullah. Kama umeingia chooni, hata ukilala wewe unajitupa kitandani kama. Ndio maana shetani haja kugaragara atakavyo, mwanga haja kugaragara atakavyo, huna kinga. Umesimama katika swala unalala, kuna dua yako nikatokea, umeona kama vile vurugu vurugu usihangaike. Mtume kafundisha kuna mambo mawili ya kufanya. Ima inategemea ni saa ngapi, pengine ni saa 9 ndio umeona hali nyanyuka, abia akawe ni chukua baadhi kitanda, ndio mimi nafaidi lala wewe, unajimwagia maji, qiyamul layl utakuchezea wewe. So umeshanipa fursa mimi nafanya ibada qiyamul layl mpaka karibu na alfajiri. Kazi yako wewe ni kumuomba Mwenyezi Mungu istighfar mpaka muadhini anadhini, unakwenda pale rakaa 2, basi swali nyumbani rakaa 2 kama alfajiri, unakwenda zako msikitini. Au bado saa 9 leo nimechoka sitaki ya mulaili, ngoja kwanza nipumzishe, unageuka upande mwingine, ule upande ambao ulikuwa umelala unageuka, alafu unatabana. Unajua kutabana kama kupuliza ndio kutabana upande wako mara 3, upande wako kushoto mara 3, alafu unajitaka hifadhi na kile ulichokiona, unamwomba Mwenyezi Mungu. Umemaliza kazi. Zamani kwa tunadanganywa bana, mama nikiona mimi bana naona kama vile kuna jinamizi na nikamua. Baba chukua kile kisu kiweke pale chini ya mtu, atakuja kuchinja. Watu wafanywe hivyo, waambie weke kisu pale chini. Cha nini? Wamrahisishia tena adui. Sasa ngoja wewe ala shadimalizia na kumaliza. Kwa hiyo hakuna haja kuweka kisu, au waambie sijui tafute hii rizi ni azima, ati inatafutiwa jina ili hii azima yeke hapo chini, haisaidii chochote. Soma dua ndio kinga pekee yake. Ndio hapa akasema wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, na Mwenyezi Mungu anajua yote mnayoyafanya. Wallahu a'lamu ma tasna'un, na Mwenyezi Mungu anajua yote mnayoyafanya. Hakuna kitu ambacho kinapotea kwa Allah sikijue. Kwa hiyo kama fanya uko chini ya system ya Allah, na kama anajua unachokifanya, maana yake atakuchukulia hatua siku ya kiyama, hatakuacha hivi. Wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan, wala msibishane na watu waliopewa kitabu isipokuwa kwa namna iliyo nzuri. Wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan, na wala msibishane na watu waliopewa kitabu isipokuwa kwa namna iliyo nzuri. Yani kufanya nao majadiliano vizuri na kuwalingania. Ingawa wengine nasema aya hii ilikuwa ni mwanzo, baada yako mbele hakuna isipokuwa jizya au sayf. Kwa hiyo msibishane wale kwa kitabu isipokuwa kwa namna iliyo nzuri.
illa alladhina zalamu minhum, isipokuwa wenye kudhulumu miongoni mwenu, ay hadu wajha alhaq, wabao wameipinga njia ya haki, wa amau an wadhihi alhujja, wakajitia upofu na hoja zilizo waziwazi, wa anadu wakabaru, wakakataa na wakatakabar. Fahinaidhin yuntaqalu min aljidali ila aljiladi, hawa sasa ndio tunageuka kutoka katika mjadala tunaingia kwenye mapambano, kama hawataki kuifuata ile haki kwa makusudi. Na nchi ya Kiislamu hawataki, wanafuata, wanabidi sasa tupambane nao, itumike njia nyingine. Lakini njia kwanza ni ya majadiliano, kuamazana ili bwana mbona hapa mpaka hawaelewi, hawataki, hapo inatumika njia nyingine. Na ndivyo alitumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alianza nao pole pole akapanda nao mpaka akafika. Waqulu, nasemeni nyinyi waislamu, amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaykum, tunayaamini yaliyoteremshwa kwetu na yale yaliyoteremshwa kwenu. Waqulu, nasemeni, amanna billadhi unzila ilaina, tunayaamini, tumeamini yaliyoteremshwa kwetu, yani tunaamini Qur'ani, tunaamini na sunna, kwa sababu Mtume anasema ala inni utitu alquran wa mithluhu ma, nimepewa Qur'ani na mfano wa Qur'an, sunna, uende nazo pamoja. Ukitenganisha kimoja katika hapa, imekula kwako. Lazima kitabu ukifuate na lazima sunna za Mtume, kwa sababu ni kitu kimoja vyote. Sunna inafanya kazi ya kutoa ufafanuzi, ina kazi nyingi, miongoni mwao ni kutoa ufafanuzi yani yaliyofichikana katika Qur'an. Na pia tunaamini yaliyoteremshwa kwenu, ndio maana katika moja ya sheria ni kuamini vitabu vilivyotangulia, na kuamini vitabu vilivyotangulia inalazimu kuamini walioteremshiwa vitabu vile. Ndio maana katika imani ni kuamini Mwenyezi Mungu, kuamini mtume, kuamini mitume, kuamini vitabu, kuamini malaika, kuamini siku ya mwisho, kuamini qadarullah khairihi wa sharrihi. Kwa hiyo ni jambo na hili wanaolifanya kweli ni waislamu peke yao. Peke yao ndio ambao wana sifa hii. Mayahudi wao wameamini kutoka kwa mitume wengine mpaka kufika kwa Musa, wamemkataa Isa na wamemkataa Muhammad. Manasara wameamini mpaka kwa Isa, wamemkataa Muhammad. Lakini ummati Muhammad umewakubali mitume wote, umekubali vitabu vyote jumlatan, na wameamini Qur'an jumlatan wa tafsila, mpaka Allah akawasifu akasema amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Ameamini mtume yaliyoteremshwa kwake, aliyoteremshiwa kutoka Mola wake, na waumini pia wameamini kama alivyoamini. Kullun, wote hao, yani mtume na wafuasi wake, umemwamini Mwenyezi Mungu, umemwamini mitume na waamini vitabu vyake. Na wanasema hatufarikishi sisi kati yoyote katika mitume yake. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, hatufarikishi kwa yoyote katika mitume yake, yote tunaiamini. Kwa hiyo hizi ni sifa za ummati Muhammad, ndio wenye sifa hizi za kuamini mitume yote. Kwa hiyo tunakuta, ndio maana tunasema hawa sio wametoka katika misingi, kwani wamemkataa Mtume Muhammad. Ndio maana Mtume anasema hasikii ujumbe wangu huu yoyote katika huu umma, awe Myahudi, awe Mnasara, awe Mmajusi, awe hana dini, kisha asiamini haya aliyotumwa naye, illa kana min ashabillah, isipokuwa atakuwa ni katika watu wote, kwa sababu mimi nimetumwa kwa watu wote. Kullu nabiyyin kana yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithtu ila an-nasi amma. Kila mtume alikuwa anatumwa kwa watu wake
na mimi nimetumwa kwa watu wote. Kwa hiyo yule ambaye hata kubali ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akajitia eti ambaye ashikamana na Taurati, akajitia kwa eti ambaye ashikamana na Injili, huyo amepata hasara. Wa ilahuna wa ilahukum wahid, na Mola wetu na Mola wenu ni mmoja. Wa ilahuna wa ilahukum wahid, na Mola wetu na Mola wenu ni mmoja, kwa maana muabudiwa ni mmoja, ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ndivyo vitabu vyote vinavyosema. Hakuna hata kitabu kimoja kinasema abudu mwingine, vyote mfumo wao ni mmoja, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana, na hatukumtuma mtume yote kabla yako ila tulimfunulia, ila tulimleta wahi ya kwamba awaambie watu wake la ilaha illa huwa, hakuna anastahili kuabudiwa kwa haki ila yeye. Kwa hiyo aabudiwe Allah. Wa nahnu lahu muslimun, na sisi kwake ni wenye kunyenyekea, ni wenye kujisalimisha. Kwake sisi ni Waislamu, na hii ndio dini pekee yake inayokubali Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio mitume waliwahusia watoto wao katika hali hiyo. Ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun, enye wanangu Mwenyezi Mungu amekuchagulieni dini, kwa hivyo iendelezeni dini hii na msife isipokuwa mmekuchakuwa Waislamu. Wa wasabiha Ibrahim bani wa Yaqub, na wewe nao ukiondoka wahusie wanao Uislamu, wafundishe Uislamu na uwahusie Uislamu, kwa sababu ndio kitu pekee kitakachomfanya siku ya kiyama mtu afaulu. Ndio maana Yusuf pamoja na raha zote alizokuwa nazo, maana unaweza kwenye raha, kama ulipata shida sana zote zile unasahau, unaanza kwenye raha. Ndio anasema rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardh anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Mola wangu umenipa mimi sehemu ya ufalme, na umenifundisha mimi elimu ya kujua hakika ya ndoto. Ewe muumba mbingu na ardhi, wewe ndio mlinzi wangu duniani na akhera, nifishe mimi hali ya kuwa ni Muislamu, na uniunganishe niwe miongoni mwa wenye kuwa watu wema. Kwa hiyo anaomba afe ni Muislamu. Aya nyingine Mwenyezi Mungu umenipa, lakini hili naliomba nife hali ya kuwa Muislamu. Ndio wasia wa Allah kwa Waislamu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, enyi mliamini mcheni Mwenyezi Mungu ipasavyo kumcha, na wala msife yasikufekeni mauti ila mmekwishakuwa Waislamu. Ukifa ni Muislamu umefaulu. Kwani kule kaburini cha kwanza safari ndio umefika pale, ni mgeni na mabegi yako, ndio unaingia pale immigration, ndio unataka kugongewa. Sasa siku na mahojiano karibu ndio umeingia sasa kaburini, na maana ni kituo kipya kilitoka kule. Ndio bwana, habari za huko unaendeleaje sasa? Sawa, hapa kuna maswali, unatoka wapi? Sio nzuri, unatoka wapi na unakwenda wapi? Nini sababu za kuingia hapa? Sio ndio upewa fomu ile ndio ijaze ya kuonyesha kunaingia. Akhirifika sawa na goka wale zile, unabidi urudi. Huna vigezo vya kuingia nchini kwetu. Kwa hiyo pale immigration ile unaulizwa wewe uhamiaji ya pale, unako umetoka huko duniani umeingia uhamiaji ile, na safari inaendelea. Maswali yao ni matatu. Swali la kwanza, nani Mola wako? Yaani usislamu. Mola wako kwa nani? Banapo juu na uweze kutoka. Ili kwa Mola wako nani vile? Na taarifa wanazo. Sasa kama umejiandaa, Allahu Rabbi. Na ataka tokea mtu mmoja akasema akikuuliza je, wazo ajisumbua tu, sauti yake ikawa hapo.
hata kama iweze kafika, lakini yako wewe haifiki. Kwa hiyo muuliza Allahu Rabbi, na taufiki hiyo anaileta Mwenyezi Mungu, sio hawa wanaokufundisha. Swali la pili, kulikuwa na mtu alitumwa kwenu. Swali la pili, ipi dini yako? Unauliza Uislamu. Dini yako baada hapo juu ulikuwa nayo ilikuwa ni ipi? Dini yangu ilikuwa Uislamu. Sawa. La tatu, huyo aliyetumwa kwenu ilikuwa namtambua kama nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume wetu, ndio ujumbe. Haya yote sijajua kupitia yeye. Naambia an sadaqa abdi, sauti inakuja na malaika, mja wangu amesema kweli. Fafrishu lahu min aljanna, hebu mfungulie kijipenyo kidogo aanze kupata rasharasha za peponi. Mahali pako ni pale, ndipo utakwenda kutulia. Lakini itifaki imezingatiwa paka muda atakaosema Mwenyezi Mungu. Sasa toka, mtoke, safari endelee. Yaanze yale maandamano. Siku hiyo maandamano, acha ya watu waliovuta bangi watakulita fujo kuchoma vitu vya watu ambavyo wala vyahusu. Itaambiwa kuna fulani lazima aingizwe akatawale nguvu. Kama hakutawala wewe tukinukisha, anukisheni. Hamna haya. Kisha wao lazima aekwe fulani. Atakiwi. Kwani sikaambiwa ingie kwenye mechi. Ukuleta timu uwanjani, ushinda pole. Leo mechi, kuna mechi timu zaingia, yako kuingiza, wataka nini? Hadi afika pale anachukua goli 2 na pointi zake 3. Kila hii kwanza kubali. Ukubali vipi? Ukubali tutashuka. Na hiyo ni sifa ya mtu aliyeshindwa kwa msogomvi. Zamani tulikuwa tukicheza mpira kule vijijini. Ushakuba bao 2 bila. Na wachezewa nusu uwanja. Uwezekano wa kurudisha huna, mna matarajio kwamba tutaongezwa. Mnamvamia refa. Vurugu yaanguka pale, mpira amesha. Haukwisha salama. Maana yake nini? Mpate hoja. Mpira ungecheza mpaka mwisho huko. Zilikuwa zinarudi. Basi tu ile kijana, lakini kama si kumbe ilikuwa una chochote. Ndio hawa. Sasa kuna yale maandamano ya kutoka pale makaburini yale. Yesu na akala maandamano yako hapo mbele, wala usipige kelele. Yako hapo na kusubiri, sikwake hapa. Au sio maandamano? Maandamano siku ile kuongozana mwenda sehemu moja kufikisha ujumbe wenu, au kwenda kufanya vurugu. Kule vurugu hakuna. Ukitoka pale wanufikha fi suri fa idhahum min al-ajdathi ila rabbihim yasirun. Waulize man ba'athana min marqadina wa hadha ma wa'ada ar-rahman. Haya ni wale maandamano walahidi Mwenyezi Mungu wa sadaqa al-mursal. Twende kimya, hakuna atakayesema fala tasma illa hamsa. Ni miguu tu mpaka mnafika pale, unachukua nafasi yako, utayamaliza mwenyewe. Kama una risala yako utaisoma wewe kwa Mwenyezi Mungu. Unaweza kusoma risala za watu, una yako ndio baba, kwa sababu kila mmoja atazungumza na Mola wake. Baba, unasema kuna hili kitabu, unasemaje? Mani hadha alkitab la yughadiru saghiratan anda suliyafanya. Ulifikiri ndogo kubwa linaandikwa, kama hukutubu nalo linakwenda kukudhuru hilo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa nahnu lahu muslimun, na sisi kwa kunyenyekea nilikuwa nakusudia kwamba ni Uislamu ndio utakaoulizwa nao. Utakwenda chochote ukiwa Uislamu itakuwa wewe umefahamu. Ndio maana pale uwanjani, baada ya hayo maandamano, mshafika uwanjani, inasogezwa pepo, unasogezwa moto. Ukisogea moto ile vurugu yake, watu wote wataanguka kwenye magoti yao kwa uoga na hofu. Itoke sauti ya Allah iwaambie, ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wala antum tahzanun. Enye waja wangu, haitakuwa hofu hiyo, msiogope. Haitakuwa hofu juu yenu, wala nyinyi hamtahuzunika. Msio na hofu. Moto asiwatishe, msio na wasiwasi. Kila mmoja ataona na ibadi, si mengi za watu, waja wangu. Kafiri si mja wa Mungu, muovu si mja wa Mungu. Na tazama namna hii. Alafu inaletwa bayan alladhina amanu wa kanu
muslimin. Alladhina amanu wa kanu muslimin, waliamini na wakawa waislamu, ndio ambao leo haitakuwa hofu jana. Kwa hiyo Uislamu usifanyie utani, na Mwenyezi Mungu atupe tawfik, atujalie tufe hali ya kuwa ni Waislamu na tufufue hali ya kuwa ni Waislamu. Hadha wa billahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.